Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu unanisikiliza, karibu sana kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na mafundisho ya neno la Mungu katika siku zote za maisha yetu. Leo tutakuwa na somo letu la mwendelezo mzuri ambalo nitafundisha kwa habari ya agano lililobebwa katika vizazi. Agano lililobebwa katika vizazi. Watu wengi wanapokuwa kwenye familia wanapita katika vita, katika changamoto mbalimbali kwenye maisha mbalimbali kwenye familia, na wakati mwingine unajiuliza maisha unayopitia wewe au changamoto unazopitia wewe, wazazi wako walipitia. Vita unaopitia wewe katika uchumi au maisha, wazazi wako walipitia. Au unajikuta una maisha kujirudia rudia kwenye maisha yako, changamoto zinajirudia rudia ambazo ilizopita wazazi wako. Kuna kitu kinaitwa agano la vizazi katika ulimwengu wa kiroho, na leo tutajifunza ya kwamba katika ulimwengu wa roho miungu huwa inafanya kazi na maagano kwenye vizazi. Napokuwa naongelea kwa habari ya agano, huwa nazungumza kwa habari ya makubaliano kati ya wazee wenu wa ukoo, au kati ya baba yako au mama yako au babu zako, ambalo walikubaliana na miungu kwamba tutawatumikia, tutawaabudu, tutawalinda na tutatii sheria zenu. Kwa lile agano linakuta linatembea kwenye vizazi mpaka vizazi. Agano linapambana na watu na kufuatilia ule uzao kutoka kizazi mpaka kizazi. Mungu akitaka kukufanikisha, huwa cha kwanza, Mungu akitaka kutembea na wewe, huwa lazima uwe na agano. Mungu akitaka kutembea na wewe, cha kwanza lazima uwe na agano. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 15, wakati Mungu alipomwita Ibrahim akataka kuwa taifa kubwa, kumfanya Ibrahim awe taifa kubwa, teule, takatifu la Mungu hapa duniani, Mungu alichokifanya, aliweka agano na Ibrahim. Katika Mwanzo sura 15 mstari ule wa Mwanzo sura 15 na mstari ule, kitabu cha Mwanzo sura 15 na mstari ule, Mwanzo 15 kuanzia mstari wa 15. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mungu anaweka agano na Ibrahim kwa habari ya uzao wake, kwa habari ya watoto wake. Kwa maana kuna vitu unapitia leo, unajiuliza vitu hivyo vinafanyaje kazi kwenye maisha yako, kuharibu maisha yako. Ile miungu huwa inapatiliza kizazi au inafuatilia uzao kupitia maagano ambayo wameweka mababa zetu au mabibi zetu katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana tunaanza kuangalia katika Kutoka sura 20, Kutoka sura 20 na mstari ule wa 5. Maandiko yanasema, yeye ni Bwana Mungu anayepatiliza maovu kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne cha watu wamchukiao Bwana. Mungu anapatiliza maovu. Mungu wa mbingu na nchi anapatiliza maovu, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne wamchukiao Bwana. Kwa tunaanza kuona katika ulimwengu wa roho kuna roho zinatembea kwenye uzao, kuna roho zinatembea kwenye kizazi mpaka kizazi. Tunaanza kuona katika ulimwengu wa roho kuna roho ambazo zinafanya kazi. Sasa hizi roho, mfano roho zinazotembea
kwenye kizazi mpaka kizazi. Unaweza kukuta kuna roho ya umaskini, roho ya kukataliwa, roho ya magonjwa, roho za mauti, roho za kufa chini ya wakati, roho za kuto kukaa kwenye ndoa. Unakuta mtu tu kwenye ndoa hawakai ya kudumu, roho za mafarakano kwenye familia. Kwa hizi roho huwa zinasimamiwa na miungu katika ulimwengu wa roho. Miungu ndo inasimamia hizi roho katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo zinasimamiaje hizi roho? Kwamba uharibifu unasimamiwaje na miungu? Ni pale ambapo katika ulimwengu wa roho miungu inakuwa na kibali kufuatilia hizi koo au hizi familia panapokuwa na agano nyuma yake, panapokuwa na agano nyuma yake. Kwa hiyo agano ndo linapa nguvu miungu ya kufuatilia uzao wenu au kizazi chenu katika ulimwengu wa kiroho. Hebu tuangalie sasa, agano ndio linasababisha miungu aende kufuatilia uzao wenu au kizazi chenu katika ulimwengu wa kiroho. Tuangalie kwenye Mwanzo sura 15. Mwanzo sura 15. Sababu unaweza ukajiuliza, nasema wale mababu hawapo tena, wamekwisha kufa. Wale wazee hawapo tena, wamekwisha kufa. Wale walioanza kuingia yale makubaliano hawapo tena, wamekwisha kufa. Kwa nini hizi roho za miungu ziendelee kufanya kazi kwenye maisha ya wajukuu, maisha ya familia? Kuna kitu kinaitwa agano. Miungu anaheshimu agano, Mungu anaheshimu agano. Kwa unapotaka kumiliki kizazi au uzao, lazima nyuma yake kuwe na agano katika ulimwengu wa roho. Kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 15, na Biblia inasema mstari wa kwanza pale, baada ya mambo hayo yote, neno la Bwana likamwijia Ibrahimu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na sababu yako kubwa sana. Abrahamu, sababu ya kubwa sana. Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hadi sina mtoto atakeni miliki. Nyumba yangu ni huyu Eliazeri Mdameksi. Ibrahimu akasema, tazama, ukunipa uzao, mtu atakayezaliwa nyumbani kwangu ndiye mrisi wangu. Nalo neno la Bwana likamwijia likinena, huyo hatakurisi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni na kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akahesabiwa jambo hilo kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana Mungu niliyekuleta kutoka Uru ya Wakalidayo, nikupe nchi hii uirithi. Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Kwa hiyo tunaona Mungu anamtokea Ibrahimu, nafundisha kwa habari ya uzao wako katika ulimwengu wa kiroho, ambapo katika uzao kinachofanya zile roho za miungu, roho za ulevi kwenye miungu, roho za kugombana, roho za kutokufanikiwa kwenye miungu ziweze kuwa na nguvu, ile miungu iweze kuwa na nguvu ya kufuatilia hicho kizazi, ni agano waliloweka ulimwengu wa roho kati ya wazee na hiyo miungu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaona hapa katika kitabu cha Mwanzo sura 15, Mungu anamtokea Ibrahimu, anamwambia uzao wako nitaufanya kuwa taifa kubwa na utakuwa mwingi kama nyota za mbinguni. Yaani ule uzao wa Israeli utaongezeka na utakuwa mwingi, watakuwa wengi kama nyota za mbinguni. Lakini Ibrahimu baada ya kuambiwa maneno na Mungu, Biblia inasema katika Mwanzo sura 15 mstari wa 18, siku ile Bwana akafanya agano na Ibrahimu akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka mto mkubwa, mto wa Frati. Kwa hiyo tunaona kwamba Ibrahimu alimuuliza Mungu kwamba ni kweli umesema uzao wangu utakuwa mwingi, watakuwa wengi kama nyota za mbinguni, na ni kweli Mungu umeniambia
kwamba watoto wangu watatoka hapa, wataenda Misri, na katika Misri watazaliana. Baada ya kuzaliana watatoka Misri wakiwa wengi. Mungu anamwambia Ibrahim, anamwambia baada ya miaka 400 watatoka utumwani wakiwa na mali. Kumbuka nikwambie, nafundisha miungu inafuatilia kupitia agano waliloweka wazazi, wanafuatilia au watoto wajukuu wenye hali ya kuharibu maisha yao, kwenye hali ya kuharibu uchumi wao, kwenye hali ya yale maroho ya ulevi, uzinzi, uasharati, kuto kufanikiwa. Naanza vizuri kazi, kuto kufanikiwa, wanafuatilia kuhusu agano. Kwa Mungu wakati anaongea na Ibrahim akamwambia itakuwaje? Maana mimi mwenyewe nitakuwa nimekufa. Ibrahim akamuuliza Mungu, akamwambia itakuwaje? Mimi nitakuwa nimekufa. Hiyo miaka 400 itakuwa mimi sipo. Uzao wangu nitauonaje? Miaka 400 itakuwa siishi tena duniani. Uzao wangu itauonaje? Mungu alipomwambia Ibrahimu kwamba, Ibrahimu anamwambia Mungu kwamba uzao wangu na uhakika gani? Mungu alimwambia Ibrahimu kwa habari ya kizazi cha kwanza, cha pili na cha tatu na cha 4, kwamba atakilinda, atakiongoza. Kumbuka hapo Ibrahimu alikuwa hana mtoto hata mmoja. Ibrahimu bado hajapata mtoto hata mmoja. Anaambiwa mambo ya miaka 400, Ibrahimu ameshakwisha kufa. Miaka 400 Ibrahimu anakuwa hayupo tena duniani, maana miaka inakuwa imeenda na anakuwa amekufa. Lakini siri kubwa, Ibrahimu akamuuliza Mungu swali la maarifa, swali la ufahamu, kwamba nikitapokuwa nimekufa, sipo, unanihakikishiaje uzao wangu utaulinda? Ndio Mungu anamwambia weka agano na mimi. Mwanzo 15 mstari wa 18, Mungu anamwambia kitakacholinda makubaliano yangu mimi na watoto wako, makubaliano yangu mimi na jukuu zako, makubaliano yangu mimi na watu wako, kitakacholinda kwenye ulimwengu wa roho ni agano. Sasa Ibrahimu hapa anazungumza kwa habari ya mambo ya vizazi, uzao wake wa baadaye. Ibrahimu anazungumza kwa habari ya vizazi, uzao wake wa baadaye. Yeye anakuwa hayupo, amekwisha kufa, lakini Ibrahimu anamwambia Mungu itakuwaje? Mungu anamwambia weka agano kati yangu mimi, weka agano kati yangu mimi na Ibrahimu. Kwa hiyo tunaona kwamba kinacholinda uzao wako ulimwengu wa roho, kati ya kizazi mpaka kizazi, ni agano. Kinacholinda uzao wako kati ya kizazi mpaka kizazi ni agano. Kinacholinda watoto wako mbele za Mungu ni agano. Sasa Mungu anamwambia Ibrahimu weka agano, na baada ya kuweka agano nitakumbuka mimi. Agano, weka agano, nitakumbuka uzao wako. Maana yake Ibrahimu alipokuja kufa, Ibrahimu akaondoka, hayupo tena, amekufa. Kwa hiyo kilichosimama mbele za Mungu kwa habari ya yale makubaliano, kwa habari ya ule mkataba, kwa habari ya kile kizazi cha Ibrahimu, ilikuwa lipo agano katika ulimwengu wa roho. Kwa Mungu Ibrahimu aliondoka akafa, lakini agano ndio likasimama kulinda ule uzao. Pendwa unanisikiliza, nataka nikwambia kwamba agano huwa alifi. Agano ndio linasababisha Mungu kufuatilia uzao wako. Agano ndio linasababisha Mungu kuona uzao wako. Pia katika ulimwengu wa roho, agano linatumika na miungu kufuatilia uzao wako, kizazi chako. Miungu inafuatilia uzao wako au kizazi chako kupitia agano. Kwa hiyo Ibrahimu anamwambia Mungu kwamba mimi naenda kufa, nakuwa ni mzee kabisa, nakuwa sitakuwepo kwenye maisha haya ya duniani. Lakini Ibrahimu anamwambia Mungu, Mungu akaangalia kwamba ni kweli baada ya miaka 400 Ibrahimu atakuwa yupo, lakini kinachofuatilia kile kizazi cha Ibrahimu, Mungu anamwambia Mwanzo 15 mstari wa 18, weka agano. Maana yake ulimwengu wa roho, kinachofuatilia uzao, zile roho njema Mungu alizomwahidi Ibrahimu, zile baraka Mungu alizomwahidi Ibrahimu, yale matendo mazuri
Mungu aliyomwahidi Ibrahimu, ule utajiri Mungu aliyomwahidi Ibrahimu kwa watoto wake, kizazi chake, familia yake, Mungu alichokiahidi, agano ndo lilikuwa linafuatilia katika ulimwengu wa roho. Ndivyo na katika miungu kinachofuatilia kwenye uzao, zile roho za ulevi, roho za kuachana, roho za uchawi, yale maroho namna wanavyosimamia yale maroho kufuatilia hicho kizazi au familia, ni agano katika ulimwengu wa kiroho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Angalia sasa, agano ndo linasimamia katika ulimwengu wa roho. Hebu angalia kitabu cha Kutoka sura ile ya pili mstari ule wa 24. Kutoka sura ya pili mstari wa 24. Kuna watu wanajiuliza, mbona tumekuwa na maisha mabaya kwenye familia? Mbona kwenye familia yetu tukiolewa hatukai na wanaume? Kuna familia baadhi wakiolewa hawakai na wanaume. Kuna familia baadhi wakioa hawakai na wanawake, hata kama wanapendana namna gani. Maana yake kwenye ukoo wao kuna roho za miungu ambazo zinahakikisha hakuna ukaa na mwanamke mmoja, lazima ukaa na wanawake wengi. Au kuna baadhi ya koo wanahakikisha lazima ukoo huu kuwe na uchawi. Hizo roho za miungu huwa zinafuatilia kupitia agano, ambalo agano lile iliyosimamishwa katika ulimwengu wa kiroho, ambalo agano lile linakuwa limeachiliwa katika ulimwengu wa kiroho. Kwa ile miungu ilipate nguvu, lazima iangalie kwenye agano, lazima itembee kwenye agano la ukoo au familia katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Kutoka sura ya pili mstari 24, baada ya Ibrahimu kuweka agano na Mungu aliye hai, ilipita miaka ile 400, Ibrahimu hayupo, amekufa tena, na ule uzao uliotamkwa na Mungu, ule uzao ukapatikana tena. Baada ya ule uzao kupatikana miaka 400, nini kilitokea? Wakaingia kwenye shida nzito ya utumwa wa Farao, wakafiatulishwa matofari kwa Farao. Baada ya kufiatulishwa matofari kwa Farao, wakatembezwa kuchukua majani, kufyatua matofari, kuchoma matofari, wakawa kujenga yale mapiramidi ya Misri. Kwa wakaulia sana wale wana Misri. Kutoka sura ya pili mstari 24. Kutoka sura ya pili mstari 24. Mungu akasikia kuugua kwao, Mungu akakumbuka agano lake alilofanya na Ibrahim. Kwa tunaona hata baada ya siku nyingi, Kutoka sura 20, Kutoka sura ya pili mstari wa 23 mpaka 24. Hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia kilio chao, wakafika juu kwa Mungu, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao, Mungu akakumbuka agano aliloweka na Ibrahimu, aliyofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Kwa tunaona ya kwamba baada ya miaka mingi, wana wa Israeli walipokuwa katika nchi ya Misri, ambapo ni miaka zaidi ya 400, baadaye wakapata shida sana wana wa Israeli ya utumwa, wakaanza kulia kwa Mungu. Sasa tunaona baada ya kulia, Ibrahimu hayupo. Yale Mungu aliyoyatamka kwa Ibrahimu, Mungu anaanza kuyatimiza. Yale Mungu aliyotamka kwa Ibrahimu, Mungu anaanza kuyatimiza. Mungu akamwambia Ibrahimu, Mungu akawaambia wana Israeli kwamba nimesikia kilio chao. Akusikia kilio tu kwa sababu Israeli wanateseka, akusikia kilio tu kwa sababu Israeli wanataabika. Biblia inasema akaliangalia agano lake alilofanya kati ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Pendwa, unanisikiliza, wana wa Israeli hawakujibiwa kwa sababu walikuwa wameomba wao. Wana wa Israeli hawakusikilizwa kwa sababu walikuwa wanaomba wao. Hawakutendewa kwa sababu walikuwa wanaomba wao, kwa sababu nyuma yao kulikuwa na agano kati yao na Mungu, kwa sababu nyuma yao kulikuwa na agano kati yao na Mungu aliye hai. Kwa tunaona ya kwamba Mungu anaanza kufuatilia hiki kizazi cha Isaka, Ibrahim, Yakobo. Mungu anaanza kukifuatilia hiki kizazi. Nini kinafanya Mungu aweze kufuatilia kizazi hiki? Nini kinafanya Mungu aweze kufuatilia uzao huu? Agano aliloweka babu yao Ibrahim, agano
aliyotamka babu yao Ibrahim. Na ndio maana unaposoma vizuri Biblia, kuna wakati wana wa Israeli wanakwenda kutenda dhambi kabisa, Mungu ndio anawapiga, alafu anawaambia nimewarudisha. Kuna wakati wana Israeli wanaenda kukosea, Mungu anawakemea. Kwa sababu gani? Msimamizi wa wana wa Israeli ni Mungu. Msimamizi wa wana wa Israeli ni Mungu, na kinachofanya Mungu awasimamie, kinachofanya Mungu awaangalie Israeli, agano waliloweka Ibrahimu na Mungu wa mbingu na nchi. Pendwa, unanisikiliza, ni vigumu sana kufahamu mambo haya katika nyakati za siku za mwisho. Kinachosimama kwa Mungu ili kulinda uzao huo, Mungu aanze kuufuatilia watoto wako, Mungu aanze kufuatilia Israeli, Mungu aanze kufuatilia wana wa Israeli, ni agano. Kinachofanya Mungu aanze kulinda wana wa Israeli ni agano. Na ndivyo ilivyo kwa shetani, ili shetani aweze kufata kizazi chako, zile roho za mabibi, zile roho za mababu, zile roho za mashangazi, roho za wahenga, roho za kichawi ziendelee kushambulia uzao wako, agano linahusika. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, agano linahusika kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaanza kupata picha katika ulimwengu wa kiroho, kwamba unaweza ukajiuliza, kwa nini nafuatiwa na roho za kuachika? Kwa nini nafuatiwa na roho za umaskini ambazo ziko kwenye ukoo, roho za mababu ambazo ziko kwenye ukoo, roho za uharibifu ambazo ziko kwenye ukoo, roho za kuto kufanikiwa ambazo ziko kwenye ukoo, roho za mafarakano ambazo ziko kwenye ukoo? Agano waliloweka wale mababu zako na miungu, agano waliloweka mababu zako na wachawi, hayo maagano ndiyo ambayo yanaipa nguvu miungu na zile roho za ukoo, roho za kichawi, roho za kipepo kufuatilia hiyo familia. Kwa lile agano linaposimamishwa, kwa katika ulimwengu wa roho wanaliona lile agano, kwa wanafuatilia kupitia lile agano. Kwa hiyo lile agano ndio linawapa uhalali wa kumiliki hicho kizazi. Ndio maana unakuta leo mtu ni mlevi, kwenye ukoo kuna roho ulevi. Kwa kinachowapa uhalali ni hilo agano ambalo limesimamishwa kwenye familia au kwa watoto katika ulimwengu wa kiroho. Unasema mtumishi, unaongea nini? Sasa ili uwalinde watoto wako katika nyakati tulizo nazo leo, maana nyakati tulizo nazo ni nyakati za siku za mwisho ambazo zimejaa ubaya, zimejaa uovu, watoto wengi wanaharibika. Sasa inawezekana kama una maono ya kwamba watoto wako watakuwaje kama utakuwa haupo, kizazi chako kiwe na maisha gani kama utakuwa haupo, kitakacho kusababisha huo uzao ufate kanuni unazozihitaji wewe, kitakacho kusababisha huo uzao wako ufate matakwa unaotaka wewe, au kizazi chako kifate masharti ya Mungu unayotaka wewe, ni agano katika ulimwengu wa roho. Unapoweka agano katika ulimwengu wa roho, uzao wako unalindwa, uzao wako Mungu atausimamia. Sasa kwa nini nafundisha haya? Kuna watu wanaweka agano na Mungu kwamba sitaki uzinzi kwenye familia yangu, sitaki watoto wangu waolewe na kuachika, sitaki watoto wangu waoe na kuachika, sitaki watoto wangu wafe maskini, sitaki roho ulevi kwa watoto wangu. Kitakachosababisha hao watoto wafanye vyema, waendelee kufanya mazuri, ni lile agano unaloweka kati yako na Mungu. Kitakachosababisha watoto wako wasiende kwenye tabia mbaya za uchawi, tabia za giza, tabia za uovu, ni lile agano unaloweka kati yako na Mungu. Kwa hiyo kuna watu wameweka maagano ya kichawi kwenye familia zao na ukoo mzima umetembea katika uchawi. Kuna watu wameweka maagano ya giza kwenye familia zao, maagano ya mauti, kwa unakuta familia nzima mauti inawateketeza, vifo vya kila mara. Pendo unaonisikiliza, una nafasi kwa ajili ya uzao wako. Wengi unapoona watoto watu wanachoma moto kwa kuunguzwa kwa majambazi, unapoona watoto wanakuwa malaya,
unapoona watoto wanakuwa walevi wa kupindukia, hakuna roho inayofanya kazi ambayo haiko nje ya uzao. Kila roho inayofanya kazi lazima ianze kwenye uzao wenu, katika ukoo wenu. Ndio maana hata mchawi unapotaka kuroga lazima aulize katika ukoo wenu. Kwa hiyo ili uokoe kizazi chako na mabaya ya dunia hii, weka agano na uzao wako, weka agano na uzao wako. Kitabu cha Zaburi sura ya 50 mstari wa 5. Zaburi sura ya 50 mstari wa 5. Maandiko yanasema, Zaburi 50 mstari wa 5. Maandiko yanasema, Zaburi 50 mstari wa 5. Maandiko yanasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu wenye agano nami kwa njia ya zabihu. Pendwa, unanisikiliza, maandiko yanasema nikusanyieni wacha Mungu wangu wenye agano nami kwa njia ya zabihu. Tunaanza kuona Mungu anasema yako maagano tofauti na agano uliookoka. Ni agano, unapookoka unakuwa umeingia kwenye agano kati yako na Kristo, hilo pia ni agano. Lakini kuna maagano mengine unaweza ukaweka kati yako na Yesu, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya uzao, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya ndoa. Ndio maana unapookoka una agano la kuokolewa kati yako na Yesu, lakini bado unaweka agano la ndoa. Unaingia kwenye ndoa, unaweka agano, na una agano la kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini bado unaweka agano lingine, ambao agano lingine la ndoa. Ndivyo unaweza ukaweka agano na Mungu wa mbingu na nchi kwa habari ya uzao wako, kwa habari ya watoto wako, kwa habari ya kizazi chako. Naomba unifuatilie katika somo lijalo. Tafundisha namna ya kuweka agano na vizazi vyako na Mungu aliye hai katika ulimwengu wa kiroho. Mungu akubariki sana, akuzidishie, ili Mungu aweze kulinda uzao wako na watoto wako katika jina la Yesu hai. Amen.